tunataka ubingwa msimu ujao, tukiitaka nusu finali ikimpendeza Mungu Faisal mtoto. Kwa hapo ni watatu. Na namna kama Simba ametaka kuchukua kile kikosi ambacho akirejea nacho, kuna namna wale wengine wataongeza nguvu. Bwana mtazamaji wa FJTV, niko hapa kwa ajili ya kukujuza yale yote ya kimichezo ambayo unahitaji kuyafahamu. Utakuwa nami Neema Kayugu ambaye nitakuongozea kipindi hichi mwanzo hadi tamati, lakini leo nitakuwa na mmoja ya mashabiki wa klabu ya Simba, lakini pia ni mdau wa soka la hapa Tanzania. Kubwa zaidi ambalo tutaongelea ni kuhusiana na klabu ya Simba kuelekea Rwanda kwenye mashindano ya Kagame Cup, lakini kutokuweka kambi kwa Simba kuna hasara gani ama faida gani kuelekea msimu wa 2026-27 katika mashindano ya ndani pamoja na nje ambao tunaongelea mashindano ya CAF. Kwa nami mwanzo hadi tamati, tunarejea muda si mrefu. Yes, nilikujuza hapo mwanzo nitakuwa na mdau wa soka la hapa Tanzania, lakini pia ni moja ya mashabiki wakubwa wa klabu ya Simba ambao wanaijua sana klabu ya Simba, na leo mada yetu ni tunaizungumzia klabu ya Simba ambayo imeshawasili ndani ya nchini Rwanda, lakini pia kwa ajili ya mashindano ya Kagame Cup kuiwakilisha Tanzania. Lakini kubwa zaidi ambalo nataka tulifahamu kabisa, Simba hawajaweka kambi kuelekea msimu wa 2026-27 kwa mashindano ya ndani pamoja na mashindano ya nje. Niko na Heri Mfuru ambaye ni moja ya mashabiki kama nilivyokujuza wa Simba, lakini pia ni mdau wa soka, yeye atatueleza. Karibu. Asante. Kwema? Kwema, umependeza. Asante, na wewe unaonekana mambo si mabaya. Unang'ara mtoto. Tena. Sawa, tunafahamu kwamba Simba imeshawasili Rwanda, na tuwapongeze kwanza kwa kuchukua ubingwa wa CRDB pamoja na kombe la Muungano. Ni mafanikio kwa Simba kwa sababu miaka 4 mlishindwa kuchukua hicho kitu ama kuchukua kombe. Safari hii Simba imemaliza ikiwa na makombe 2. Lakini pia tunaona muendelezo mzuri wa kikosi cha klabu ya Simba, wachezaji ambao mliwasajili. Kitu ambacho ni wengi wanatamani kufahamu kutoka kwako, wewe ni mdau wa Simba lakini ni shabiki pia. Simba kwa safari hawajaweka kambi, tuanzie hapo. Hii ina faida gani ndani ya klabu yenu na italeta manufaa gani au ina hasara kiasi gani? Sawa, kimsingi unajua kwa nini Simba hajaweka kambi? Kwa sababu ufinyu wa mapumziko ndio hufanya Simba wasiweke kambi. Lakini hiyo mashindano ya Kagame naweza tukasema ni nzuri kuliko kutokuweka kambi kabisa. Ile ni nzuri kwenda kujipima na kuongeza thamani ya msimu ujao, kwa sababu mimi naamini kwamba Simba walichokifanya ni kitu kizuri na mimi nawapongeza. Rwanda kuna timu kubwa kama Vipers, kuna Singida Black Stars, of course mpaka kushiriki pia ni ukubwa pia. Kwa hiyo kimsingi mimi ninachokiona wako sawa, lakini pia kwenda kupima na kuona wale wachezaji wapya ambao walowasajili. Kocha ana wachezaji wapya takriban mpaka sasa hivi walioenda ni 3. Lakini kimsingi bado watu wapo wanaendelea kuja, wanaendelea kusajiliwa. Kwa hiyo kwa namna mimi ninavyoona Simba iko sahihi sana kutokuweka kambi, kwa sababu mfano tumepumzika wiki 2 nyuma. Leo hii mwezi wa 8 tarehe 12 ligi inaanza, ligi inarejea. Unaangalia ratiba hiyo unakuta ratiba ngumu sana. Sasa hivi tunaenda kwenye kimataifa pia. Utaangalia kwamba Simba itabidi acheze, Yanga itabidi acheze. Tunamaliza nyumbani, lazima tuende ugenini pia kucheza, lakini pia kimataifa kama nilivyokuambia. Kwa hiyo kwa hii hatua alioifanya Simba mimi nawapongeza na sioni ubaya, sioni wala nini. Pengine iko naweza kikombe chao cha kwanza kwa msimu huu. Kwa mimi kama shabiki wa Simba nafurahi kuona wameenda huko. Tukiachana na kutokuweka kambi Simba, umetoa maelezo mazuri kabisa, ni ufinyu wa ratiba ya mapumziko. Lakini tuje kwa wachezaji ambao wapo ndani ya kikosi. Kuna Anset Oura ambaye ameonyesha kiwango kizuri, Libase Gwe tumeona kiwango chake, lakini Chama amerejea kwa nguvu kubwa sana. Kuna watu wengi sana, kuna Selemani Mwalimu. Jana Mwalimu ametambulishwa kwa mkataba wa mwaka 1. Lakini taarifa kutoka Wydad zinaeleza kwamba hawafahamu huo mkataba. Kuna kipi kati ya Wydad, Simba na Mwalimu? Ni mihemko, kwa sababu nakumbuka mara mwisho Simba tulimchukua
Mwalimu kwa mkopo kupisha Wydad. Sasa sijajua mpaka sasa hivi kwamba Mwalimu amemalizana na Wydad au vipi, kwa sababu ila pia sidhani kama mashabiki viongozi wa Simba watakurupua kumsaini mkataba kama mtu ana mkataba na timu nyingine. Kwa hiyo kuna muda mwingine ni uvumi tu wa mashabiki na watu wanataka kuichafua Simba, lakini niwaambie hatutateteleka chochote kwa msimu huu. Mwalimu ni wa kwetu, tunaye na tunatamba naye. Mwalimu ni wa kwao, wanaye na wanatamba naye. Mimi nije kwa mwalimu ambaye tuje kwenye ngo ya kocha. Steve Barker ni mmoja wa walimu ambao watu wengi mwanzoni anasajiliwa ama anapewa mkataba na Simba, wengi walikuwa na mashaka kwamba kocha kutoka South Africa kuja kuiongoza Simba ambayo inahitaji kurejesha ufalme wake ndani ya ligi kuu Tanzania bara pamoja na kimataifa. Kwenye engo ya kimataifa Simba tuseme wameshajipambanua, wako vizuri. Ni tuseme hii msimu wa mwisho kwamba kuishia toa makundi kwao ilikuwa ni kama anguko, lakini kimataifa Simba kuna namna kama ameshaweza kucheza mechi hizo. Lakini kwa hapa ndani miaka 4 alikosa ubingwa wa kombe la shirikisho na ligi kuu, lakini kuja kwa Steve Barker wengi waliona kama mbona kama bado hatujafanya hivyo, lakini Steve Barker akawa prove wrong. Kitu gani umekiona cha special sana kwa msimu huu ulioisha 25-26 kwa Steve Barker ambacho unahitaji akiendeleze ndani ya msimu mpya? Kwanza mimi niwashukuru sana viongozi wa Simba wa kumleta Steven Barker, kwa sababu yule ni kocha. Achana na wewe Mang'oa sijui, achana naye. Ila Steven Barker, kwa sababu ukija ukiangalia natoka kidogo kwenye mada yako, ukija ukimwangalia kama mtu Steve Barker, huyo kocha wao mpya alishampasua sana. Umeelewa? Alafu hana CV ya kuwa kocha mkuu. Umeelewa? Yaani kiuhalisia ni CV yake mbovu. Umeelewa? Kwa hiyo kwa sisi kama mashabiki wa Simba tunafurahi na mtu kama Steve Barker ni bonge la kocha, kwa sababu ukiangalia sisi Steven Barker tumemchukua katikati ya msimu, sio mwanzo wa msimu, lakini ameleta matumaini makubwa sana. Hatukutarajia hata ili kombe la CRDB Federation Cup tungelichukua wala muungano, lakini Steven Barker amekuja kuleta utofauti kwamba yeye ni kocha na walimu. Hapo kuna utofauti mkubwa kati ya kocha na mwalimu. Mwalimu atabaki kuwa Selemani, wengine watakuwa wasindikizaji. Kwa hiyo kwa kocha, kwa sababu mpaka dakika ya mwisho Steven Barker hajafungwa hata mechi moja kwenye ligi. Na amesuru kutokana na mwanzo katika namna ya kujitafuta katika kikosi chake. Umeona msimu dirisha lilivyofungulika, alivyoleta vyuma hivyo hapo vinakupa matokeo, na leo hii anaweza of course yeye ndo man of the match wa ligi kwa makocha ambao walipo, kutokana na performance aliyoonyesha. Alichukua mara kadhaa kocha wa mwezi, na naamini tukimpa msimu huu tena yani tuna misimu 5-4 ya watu kuteseka, kwa sababu naamini huyu ni the best kocha, kwa sababu ukija ukiangalia performance alionyesha, timu inacheza, inafanya ushirikiano. Simba usije ukamfunga kipindi cha kwanza, utajuta. Yaani Simba ya sasa hivi usije ukamfunga kipindi cha kwanza, yani ukajikosea tu, ukajitonesha kidondo, ukamfunga hata goli moja. Wewe uliona ile mechi ya Coastal Union na Simba? Kipindi cha kwanza walijitia wakaweka kamba. Mwisho wa siku kilichotokea nini? Kabla hawajaenda mapumziko watu wakawekwa. Kwa hiyo ukija ukiangalia falsafa ya kocha, mimi binafsi namkubali. Yeye ategemei sana nani striker pale mbele. Yeye anategemea viungo wakati. Na hiyo ndio falsafa ya muda mrefu ya Simba Sports Club. Simba Sports Club ukija ukiangalia hata man of the match wengine, my MVP walikuwa wa pembeni na labda namba 10 na nini. Hajawahi kuwa MVP, mara chache sana alichuaga Mendi Kagere, lakini hiyo kutokana na upishi mzuri pale kati. Kwa hiyo kwa mimi Steve Barker nampa 100% na ni kocha bora kuwahi kutokea hapa nchini Tanzania. Hakuna na hata tokea. Umempa maua mengi sana Steve Barker kwamba ni moja ya makocha wazuri ambao wamekuja kubadilisha Simba kwa muda mfupi, lakini ndo kocha wako bora kwa msimu wa 2025-26. Swali langu la kizushi kabla hatujaama, Steve Barker amefanya sajili kwenye dirisha dogo, lakini unatamani kwenye ile dirisha kubwa ambalo lipo mpaka sasa participate asilimia ngapi? Kwa maana viongozi wana nafasi yao, lakini pia yeye ndo mwenye maono, kwa sababu yeye ndo ambaye anaiongoza timu. Tumeshawaona ambao wameingia kwenye wadogo kabisa, Kevin Nation kutoka Pamba Jiji na wengine. Kipi unakiona kwenye sajili kwa mwaka huu? Kimsingi hatujataka kufumua timu nzima, kutokana na tumejipanga kwa muda mchache sana. Leo hii timu imetupa matokeo, kwa sababu mimi naamini kama mtu kama Steve Barker kama angelichukua kombe la NBC Premier League
Kariakoo ingechafuka. Watu si walisema tulichukua CRDB tumeenda kunya. Umeelewa? Ikitokea ndo tungelichukua lile tungepaka nani kabisa pale Jangwani. Kwa hiyo ukija ukiangalia kwa sajili zilizofanyika, mimi naomba wasibadilishe chochote. Waongeze tu sehemu ambapo kwenye mapengo tuna changamoto of course striker, lakini mimi siamini kwenye striker. Mwalimu akiingia hata kipindi cha pili anakupa matokeo ambayo hujawahi kutarajia. Kwa kocha anajua kabisa ni muanzishe mwalimu kwenye kipindi gani, akimwanzisha anakupa matokeo. Lakini kwa mpaka sasa hivi tulikuwa tunasumbuliwa pale kati, japo Alassane Maodo Kante kuna siku akiamka vizuri anakizima. Kagoma always of course aimbwi, lakini ni mchezaji bingwa sana pale kati, akikaa pale anakata umeme. Kuna nani nilichoisha kipindi kilichoisha nilizungumza balaa la mtu kama umpite Kevin Nation, uje umpite Yusuf Kagoma, alafu uje ukutana na Rushaine De Rock. Yaani hivyo viungo ukivipita kabla hujamfikia Kasari, kama atakuwa mimi kabla hajamfikia Kasari au golikipa yote atakayepangwa, kuna kazi hapa amalizane nazo, kazi chafu kweli kweli amalizane nazo, afu ndo aje kukutana na Kaisari. Na ukiangalia of course sio ongo, golikipa hatuna. Golikipa pale mbele hatuna. Hapo nikukatishe. Golikipa hamna, kwa maana klabu ya Simba mpaka sasa hamna yule golikipa wa matumaini kwamba huyu tunaenda naye kwenye mechi yoyote. Musa Pinpin Kamara mmeachana naye. Kwa nini umesikitika baada ya kutaja hili jina? Kamara ni alikuwa analeta upinzani na Diarra. Wala tusiongee uongo. Kasari magoli yanayofungwa ni ya kipumbavu sana. Yaani kuna namna hata mimi mwenyewe sio golikipa, najua sasa pale mimi sifungwi. Lakini yeye anafungwa magoli ya kijinga. Alafu ile tabia yake ya kutema ambayo sehemu ya kudaka, yeye anatema ile na tukosti. Ingekuwa sio walinzi bora, sio viungo bora ambao wanahakikisha kwamba huku hapa kabla hawajamfikia kuna kuwa safi, tungekuwa tunafungwa magoli mengi sana. Pongezi sana apewe Rushaine De Rock na apewe Ismail Tule na pale kati Kagoma na Alassane Maodo Kante na Nio Maema. Nyie ile Simba nyinyi. Kuna muda kama anachanganyika, afu sijamuona kama kaenda Rwanda. Asije akampa thank you yule. Haiwezekani. Tutaenda Msimbazi pale tutakunya na Kagame Cup ni mashindano ya muda mfupi. Kuna namna kama Simba ametaka kuchukua kile kikosi ambacho akirejea nacho, kuna namna wale wengine wataongeza nguvu. Ngoja tuone, huenda tukaona, kwa sababu usajili bado na wengine bado hataenguliwa. Tumalize kwa Kamara kwa muda mchache. Kamara of course ni goalkeeper mzuri, na uliona mpaka ameumia alikuwa na clean sheet za kutosha. Ndio alikuwa kipa bora yes, lakini maumivu yake inaonekana ni ya muda mrefu, hawezi kuendelea mpaka kuja recover. Na of course hakuna biashara yenye hasara, hawezi kumweka mtu kumvumilia kwa sasa. Kwa timu zetu za hapa Tanzania hawezi kumvumilia kwa muda mrefu, ndio maana mpaka leo hii Kamara ameachwa. Alisubiri msimu uishe, ameacha. Lakini mimi naomba scout ya Simba, naomba viongozi wa Simba, tukiutaka ubingwa msimu ujao, tukiitaka nusu finali ikimpendeza Mungu hadi finali club bingwa, basi tumtafute coach na ni goalkeeper wa viwango vya hali ya juu. La sivyo kila siku tutapopolewa, kwa sababu hakuna mkamilifu. Leo hii akifanya mistake Rushaine au Tule goalkeeper kwa, yani ukishaona akiwavuka hizi mbavu mbili hizi, basi tumemaliza mwendo. Sasa mimi naomba watafute kocha ameni goalkeeper mzuri ili atupe matokeo mazuri na aondoke na clean sheet za kutosha. Tumalize na hili, ukitaka ama ukipewa nafasi ya kumchagua MVP 2025-26 ligi kuu Tanzania bara kwa ujumla, nani kwako alikuwa mchezaji bora? Of course msimu uliisha kidogo ulikuwa unatoa changamoto, lakini mimi naomba ni wataji wawili kama utakupenda. Kwanza ni Kratos Chota Chama, Mwamba wa Lusaka. Huyu ni bingwa misimu yote. Lakini pili, mnyongeni yake mpeni Alan Okello. Kwa sababu amekuja dirisha dogo na ameonyesha utofauti kwamba yeye ni mchezaji mkubwa. Kwa hiyo of course huwezi kumfananisha Chama na Okello, kwa sababu Chama ni the best kwa hapa. Yaani Chama ndio mpira wa Tanzania, labda niseme hivyo. Wakubali wakatae. Leo hii wanalia mai wao tumemchukua. Kwa hiyo Chama ni the best, lakini Okello amejitahidi kwa dirisha dogo, ameingia lakini amepata magoli 17 sio. Lakini wa pili siwezi kumwacha Faisal mtoto. Kwa hapo ni watatu. Chama, Okello na Faisal. Umepewa
Gari lako lina siti moja tu ya kwenda na mtu mmoja, na kati hao watatu wote wana safari moja kuelekea na wewe, nani unapanda naye? Yaani kuna muda mwingine Chama homa yake ya vipindi. Bwana, katika gari moja mimi naondoka na Faisal Msaro mtoto. Umefunga ukurasa, maana Faisal ndo MVP wa msimu 25-26. Basi nakushukuru kwa kuja ndani ya studio za FJTV na kutupa madini ambayo watu wengi ama mashabiki wengi wa Simba walitamani kuyasikia, kuhusiana na golikipa Kamara, lakini kuhusiana na kocha, kuhusiana na vitu vingi ambavyo klabu ya Simba inaelekea kuvifanya kwa msimu huu. Asante sana. Yes, mtazamaji wa FJTV, nilikuwa na Mfuru ambaye ni mmoja ya mashabiki wakubwa wa klabu ya Simba, lakini ni mdau wa soka. Ametujuza mengi ya kimichezo. Mpaka hapa sina la ziada la kuongeza neno lolote. Tukutane tena wakati mwingine ndani ya FJTV.